Kitabu cha Kutoka mlango wa 34 mstari wa 12 na wa 14. Katika siku zilizopita tumekuwa tukijifunza somo linaloitwa kutambua thamani ya damu ya Yesu, na tumepokea shuhuda nyingi kwa watu waliotumia damu ya Yesu. Pengine Jumapili inayokuja nitawapa watu nafasi. Kuna watu walioshuhudia kile ambacho damu ya Yesu inafanya kwenye maisha yao. Na Jumapili hii ya leo tunaanza somo lenye kichwa kinachosema kuharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe. Kuharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe. Kwa nini tunasema kuharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe? Huna sababu ya kuharibu madhabahu ambaye haina shida na wewe. Huna sababu ya kupingana na madhabahu isiyokuhusu. Una sababu wewe ya kupingana na madhabahu iliyo kinyume na maisha yako. Sasa kwenye somo hili la kuharibu madhabahu iliyo kinyume na wewe, limegawanyika kwenye sehemu 6 kuu. Moja, tutaangalia madhabahu ni nini. Maana huwezi kuharibu madhabahu pasipo kujifunza madhabahu ni nini. Kwa lugha nyingine, huwezi kuharibu kitu usichokijua. Kuna watu wengi sana wanavunja madhabahu, lakini wanavunja madhabahu pasipo kujua madhabahu wanayovunja. Na ndio sababu niliwahi kusema kuna sababu kubwa sana. Kama una matatizo juu ya kuzaliwa kwako, ni muhimu sana kukaa na mama yako kwa ukaribu, umuulize habari ya kuzaliwa kwako pasipo shida. Maana yamkini madhabahu unayokutesa sio hiyo unayeshughulikia. Unaweza ukashughulika na madhabahu ambayo haikuhusu kabisa, lakini ukashughulika na madhabahu inayokuhusu, ni rahisi kuona ushindi kwenye maisha yako. Kwa tafsiri nyingine, huwezi kushikiliwa na madhabahu ambaye hauna uhusiano naye. Madhabahu inayomshikilia mtu ni madhabahu ambaye ana connect nayo, ana connection na hiyo madhabahu. Aidha ameunganishwa na hiyo madhabahu kwa damu ya kuoana, ama ameunganishwa na hiyo madhabahu kwa agano lolote lile. Ile madhabahu inaweza ikadhuru maisha yako, kwa sababu kuna watu wengi maisha yao yameharibika na kilichoharibu ni madhabahu, ndio imeharibu maisha yao. Sasa kabla ya kuharibu madhabahu, lazima tujifunze madhabahu ni nini. Alafu namba 2, tutaona nini kinachosababisha madhabahu itwe madhabahu. Lakini namba 3 au sehemu ya 3 pia lazima tujifunze namna ya kuharibu madhabahu. Kwa sababu hatuharibu tu, kuna namna ya kuharibu madhabahu. Okay. Kutoka sura ya 34 ule mstari wa 12, Biblia inasema, jihadhari nafsi yako usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi ile uiendayo, lisiwe mtego katikati yako. Madhabahu ina kitu kinachoitwa mtego.
Kwa lugha nyingine, madhabahu ina uwezo wa kumkamata mtu na ikakutumikisha na ikakuongoza. Sasa Mungu anazungumza na wana wa Israeli wakati wanatoka Misri kwenda Kanaani, na kama kuna kitu ambacho Mungu alichukia na inamuudhi ni watu kuacha madhabahu ya Mungu aliye hai na kuabudu kwenye madhabahu ya mfu. Unafikiri kwa nini kwenye sheria iliyeko usimwache mwanamke mchawi aishi? Yaani Mungu anaamuru kifo. Maana yake Mungu anachukia uchawi kuliko kitu kingine. Sasa kati ya vitu ambavyo Mungu anazungumza na hawa watu ni wakati wanatoka Misri kuelekea Kanaani, Mungu anawalaki. Ukisoma ile sura ya kitabu cha Kutoka sura ya 20, anamwambia Musa, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Kutoka sura ya 20 mstari wa 1. Mimi ni Bwana Mungu wako. Yaani Mungu anajitambulisha kwa Musa. Na kwa nini Mungu anajitambulisha kwa Musa? Ili wakiingia nchi ya Kanaani, fahamu zao, akili zao, fikra zao waelewe, watakapokutana na miungu mingine, wakitazama ile miungu wakumbuke kwenye akili zao ya kwamba Mungu alishajitambulisha kwetu. Sijui kama unanipata vizuri. Yaani Mungu anajitambulisha kwenye sura ya 20 ya kwamba mimi ni Bwana Mungu wenu. Maana yake mimi ni Mungu muumbaji. Mimi ni Bwana ambaye ni mtawala. Alafu anawaambia msiwe na miungu mingine. Mtakapofanikiwa kuingia Kanaani mtakutana na miungu mingine iko kule. Sasa Mungu anajitambulisha mapema katikati yao ili watakapokutana na miungu aina yoyote kwenye nchi ya Kanaani wasiabudu ile miungu, ila waendelee kumwabudu Mungu aliyewatoa Misri kwenye nyumba ya utumwa. Kwa sababu mwanadamu kubadilishwa ni rahisi sana. Mwanadamu kumwacha Mungu ni kitu rahisi kwake. Huwa ana tabia ya kujisahau. Okay. Ukiendelea mpaka mstari wa 4 anasema kwa sababu mimi ni Mungu mwenye wivu, niwapatilizao wana maovu ya baba zao kizazi cha kwanza mpaka cha 4 cha wao wanichukizao. Alafu hapo chini ndiko akaanza sasa kuandika zile amri 10. Mungu atusaidie. Kwa hiyo Mungu anachowafundisha ni kwamba watakapoingia nchi ya Kanaani wasije wakajenga madhabahu tofauti na ile madhabahu waliotoka nayo. Maana yake wasiwakaabudu Mungu mwingine. Sasa hapa kwenye mstari wa 12 anasema jihadhari nafsi. Neno jihadhari ni kuwa makini. Jihadhari nafsi yako, usije ukafanya agano na wenyeji wa nchi uiendayo, ili isiwe mtego katikati yako. Yaani Mungu atakapokufanikisha kuingia kwenye nchi ambayo sio yako, haupaswi kufanyikwa mateka. Maana yake anamwambia ile nchi isije kawafanya ninyi mateka, msije mkaingia kwenye maagano kwa njia yoyote. Okay. 13 anasema bali utabomoa madhabahu zao na kuvunjavunja nguzo zao na kuzikatakata maashera yao. Kwamba swala la kubomoa madhabahu si swala la kanisa letu, ni swala la kibiblia. Tunakwenda pamoja. Hakuna familia isiyo na madhabahu. Hakuna kabila lisilo na madhabahu. Hakuna ukoo usio na madhabahu. Tofauti tu ni kwamba kila kabila na kila ukoo lina madhabahu tofauti.
Sasa Mungu anasema ya kwamba bali utabomoa, yaani namna utakapofanya, utakapoingia mahali popote penye ni madhabahu tofauti na madhabahu ya Mungu aliye hai, kile unachopaswa kwa maandiko anasema utabomoa. Sasa tutaangalia namna ya kubomoa. Utabomoa madhabahu zao, moja hiyo, lakini na kuzivunjavunja, na si kuvunja tu nguzo zao na kuzikatakata. Kuna madhabahu ya Ashera ambaye Ashera ilihesabika kama kabila. Okay, hebu tuangalie kitu kinachoitwa madhabahu ni nini. Madhabahu ni nini? Maana ni vigumu kuvunja madhabahu ama kuharibu madhabahu pasipo kujua madhabahu ni nini. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 35. Tuangalie kwanza madhabahu ni nini. Sura ya 35 na mstari ule wa kwanza. Mungu akamwambia Yakobo, ondoka upande wa Betheli, ukae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, yeye aliyekutana au aliyekutokea ulipokuwa unamkimbia Esau ndugu yako. Moja, madhabahu ni kitu kinachofanywa. Madhabahu haiwezi kuwa madhabahu isipokuwa imefanywa ama imetengenezwa. Naomba nirudie. Mungu anamtokea Yakobo, anasema Mungu akamwambia Yakobo, ondoka upande uende Betheli, ukae huko, ukamfanyie Mungu madhabahu huko, ukamfanyie Mungu madhabahu. Madhabahu inafanywa ama inatengenezwa. Sasa inategemea familia yenu imetengeneza madhabahu ya namna gani, ya Mungu aliye hai ama ya waganga ama ya washirikina. Nilikuwa nazungumza na mtu mmoja juzi ambaye mama yake, baba yake wote wamekufa, lakini huyu mtu akawa anapita kwenye mapito magumu sana. Alipoenda kwa shangazi yake, shangazi yake akamwambia, twende nikupeleke mahali ukaangaliziwe. Na kuna watu wengi wanafika mahali wanataka kwenda mahali kuangaliziwa. Sikiliza, hakuna jicho linaloona matatizo yako kama jicho la Mungu peke yake. Hawa waganga unaoenda hawaoni matatizo, wanakuongezea matatizo bila kujua, lakini jicho la Mungu linaona matatizo yako. Akasema alipoenda akaambiwa, twende mahali tukakuangalizie nini kinachokusumbua. Kwa hiyo wakati anahitaji msaada wa maombi kwangu akawa wazi, akasema lakini nisikufiche, kuna mahali nilienda kuangaliwa. Sasa kibaya sana na yule mganga alivyokuwa ajabu sana, alikopelekwa kumwangalizia, alipopiga ramli zake, ramli kamwangukia aliyempeleka. Halafu mganga akashindwa kutoa majibu, akamwambia hakuna kitu, lakini nenda urudi siku nyingine na usirudi na aliyekuleta.
na yule akawa na shauku kubwa ya kurudi kwa wakati mwingine ili kujua tatizo liko wapi. Alipoenda mganga akamwambia, aliyekuleta ndiye anayekutesa. Ugomvi kaanza kati yake, kumbe aliyenipeleka nikaangaliziwe ndio anayenisumbua. Okay, nikamwongoza sala ya toba, tukaomba kwa ajili ya shida yake, na lile jambo akaliendea ambayo alikuwa na shida nalo, na tarehe 9 mwezi huu wa 8 akanipigia simu. Bana, alinipigia simu tarehe 6, nakumbuka kabisa. Tarehe 9 Mungu akamfanikisha katika lile ambalo tulikuwa tunaliomba. Akanipigia simu kunipa ushuhuda kwamba ulipoomba tu, nilipoenda Mungu amenifungulia mlango, lakini ameteseka kwenda kwa waganga angaliziwe shida iko wapi. Na unajua ukiaminishwa nguvu za giza utaishi kuteseka na nguvu za giza. Kwenye nikusaidia kidogo. Kwa hiyo madhabahu ni kitu kinachotengenezwa. So Mungu anamwambia Yakobo, nenda Betheli huko ambapo nimekutokea, wakati unamkimbia ndugu yako, ukanifanyie madhabahu. Mstari wa 2. Yakobo akawaambia watu wa nyumbani mwake na watu waliokuweko pamoja naye, ondoeni miungu migeni. Sikiliza vizuri. Ondoeni miungu migeni iliyoko kwenu. Kwamba hakuna namna Yakobo anaweza kwenda kutengeneza madhabahu ya Mungu aliye hai na wakati kuna watu wenye miungu katikati yao. Maana yake madhabahu ya miungu na madhabahu ya Mungu aliye hai haziwezi zikakaa pamoja zikapatana, lazima moja ikubali kusaliti hapo. Kwa Yakobo anawaambia watu, kabla sijakwenda kumtengeneza madhabahu ya Mungu aliye hai, cha kwanza ninyi kubalini kuondoa miungu iliyo katikati yenu. Achilieni madhabahu iliyo juu yenu. Sikiliza, anasema ondoeni miungu. Miungu ni madhabahu ambayo watu walikuwa nao, na madhabahu inaweza ikamzuia mtu na ikamtesa mtu kwenye maisha yake asitoke kwenye maisha yake. Anasema wale watu wakaondoa, wakazikusanya, wakapeleka. Alafu mstari wa 3 anasema wakaondoka wakaenda mpaka Betheli. Naam, nitamfanyia Mungu madhabahu huko, yeye aliyenisikia siku ya shida yangu akawa pamoja nami katika njia yote niliyoendea. Anasema nitatengeneza madhabahu kwa Mungu ambaye alinisikia wakati wa shida nikimkimbia ndugu yangu Esau. Kwa hiyo tunarudi kusema madhabahu ni kitu kinachotengenezwa kwa sababu ya okay. Madhabahu ni kiunganishi kati ya muabudu na anayeabudiwa. Ndicho kipengele. Madhabahu ni kiunganishi ama ni daraja kati ya muabudu na yule anayeabudiwa, kwamba pasipo madhabahu huwezi kumwabudu shetani, pasipo madhabahu huwezi kumwabudu Mungu. Kwamba madhabahu kazi yake ni kumuunganisha huyu anayeabudu na yule anayeabudiwa, na pasipo madhabahu hakuna ibada, na pasipo ibada hakuna madhabahu, na pasipo Mungu hakuna madhabahu, na pasipo madhabahu hakuna nini? Mungu. Kwa sababu madhabahu iko kati ya mwabudu na yule anayeabudiwa. Utaona kule mbele sasa aina ya madhabahu. Kwa ili Yakobo aweze kumtolea Mungu sadaka, ilimpasa atengeneze madhabahu. Ukiongelea mstari wa 7 anasema akajenga huko madhabahu, akapaita mahali pale El-Bethel, kwa sababu Mungu alimtokea hapo alipomkimbia ndugu yake. Ukumbuke kwenye Mwanzo sura ya 28 Yakobo aliweka ahadi,
wakati anamkimbia ndugu yake, akasema, Mungu, ikiwa utanipa nguo na chakula na kunirudisha kwa amani nyumbani kwa baba yangu, mji huu ambaye nimelala usiku, nikirudi nitakujengea nyumba hapa. So Mungu baada ya kumrudisha sasa anamkumbusha kwamba akajenge madhabahu pale Betheli, ile madhabahu iweze kumuunganisha yeye na Mungu kumwabudu. Okay. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 8. Tunaangalia kwanza madhabahu ni nini na kwa nini huwepo. Mwanzo sura ya 8 na mstari ule wa 20. Noa akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka ya kuteketezwa juu ya madhabahu. Kumbuka tulisema madhabahu inafanya namba 1. Namba 2, madhabahu ni kiunganishi. Usisahau hilo. Unaweza ukafanya madhabahu juu ya miungu, unaweza ukafanya madhabahu juu ya Mungu aliye hai. Unakumbuka Sulemani akizungumza, Daudi akizungumza na Sulemani. Daudi anamwambia Sulemani kabla ya kuanza kazi, mwanangu, mjue Mungu wa baba yako na umkubali na umtumikie, naye hata kuacha. Tafsiri nyepesi ni kwamba Daudi alikuwa anamtengeneza Sulemani kutokuja kuabudu miungu mingine, aitumikie madhabahu ambaye Daudi aliitumikia. Lakini kwa sababu ya binadamu, kuna mahali ilifika Sulemani akamwacha Mungu wa kweli, akaacha madhabahu ya kweli, akaanza kufuata madhabahu ya miungu ya wake zake. Biblia inasema moyo wake ukageuzwa. Kwa lugha nyingine, madhabahu ina uwezo wa kugeuza moyo wa mtu, ina uwezo wa kubadilisha. Madhabahu ina uwezo wa kunyang'anya mamlaka mtu. Sulemani alikuwa na mamlaka ya ajabu sana, lakini alipogeuka kuabudu madhabahu ya wake zake, mamlaka yake ikaondoka. Hana chochote anachoweza kusema sifanyi. Kwa nini? Amekuwa chini ya control ya madhabahu ya wake zake. Kwa ukiwa chini ya madhabahu ya miungu ya kwenu, yatakuongoza. Ukiwa chini ya madhabahu ya mamlaka ya ukoo wenu, itakutesa. Huwe na uwezo wa kufanya chochote. Mungu wangu. Kuna mtu mmoja alikuwa anafanya kwenye shirika fulani, alafu aliniambia hilo shirika nalo lifanyia kazi, nikasikia vibaya. Tulikuwa tunazungumza habari ya mashirika fulani, alafu kaniambia mimi nafanya kwenye ushirika linaloitwa ushirika wa fukara. Yaani ule ushirika inaitwa ni ushirika wa umaskini. Kuna tofauti umaskini na ufukara. Maanake hakuna chochote yeye anachopata familia yake ipate, ila na Mungu wangu, kila anachopata inaenda kwenye ile shirika, inaitwa shirika la agano la fukara. Nilizungumza naye na amefanya kwenye ile shirika zaidi ya miaka 32, huku akifikiria anamtumikia Mungu. Ati vyote nilivyo navyo ninatoa kwa Mungu. Nikamuuliza, mashirika yote yako hivyo? Akasema kuna mashirika mengine hayako kama hii, lakini hii ni shirika linamtumikia Mungu, lakini tunafunga agano linaloitwa shirika la ufukara. Sasa kumnasua mtu aliyekaa miaka 32 kule inahitaji neema ya Mungu. Maana chochote unachotumikia ambacho hakipi faida maisha yako, ogopa sana. Kazi yoyote unayofanya kwenye maisha yako ambayo huoni matokeo, huoni faida, uikimbie mapema. Chochote unachokifanya ambacho ni kama mtu anafanya kazi au anafanya biashara, alafu unakuwa na agano kwenye hilo biashara ambayo haikuruhusu kumsaidia ndugu yako wala mama yako wala mtu yote wa karibu na wewe, wakikulilia shida huwezi kuwapa. Kwa nini? Una agano la pesa ambalo familia yako haiwezi kufanya. Ni hatari.
Maana niliwahi kuambia kufanikiwa kwako ni kufanikiwa kwa familia yenu. Lakini kuna watu wameingia kwenye maagano, hata familia yao hawawezi kusaidia, na unaweza ukaangalia ukatamani kuwa ndugu yao, kwamba mbona fulani ana pesa lakini familia yao inaishi namna hiyo. Saa nyingine unaweza ukamlaumu fulani, kumbe amejiingiza kwenye agano la kuwa na fedha, lakini familia yao isifaidi ile fedha. Anaendesha magari mazuri sawa. Saa nyingine mwingine ameingia kwenye agano la kuwa na fedha, lakini asilale pazuri wala asivae pazuri, yaani yuko tu, mpaka unashindwa kuelewa kuna sababu gani ya kutafuta kama maisha ya namna hii. Maana kama mtu na pesa, huli vizuri, hulali vizuri, huruhusi kutembelea gari, saa nyingine unaenda bila hata kiatu, kuna tofauti gani na utumwa na utumwa juu yake? Saa nyingine unapewa agano la kuishi na nguo moja Januari mpaka Disemba, tunapoona na kala moja. Kuna mtu mmoja alikuwa anaishi kwenye maeneo yetu namna hii, hajawahi kubadilisha nguo tangu mimi nimfahamu, mpaka amekufa kwenye maisha yake. Yaani kila unapopita karibu na ofisini kwake shati lile lile, kiatu sio kuona akivaa zaidi ya kuvaa ndala kama anaenda bafuni kuoga, lakini anamiliki kazi kubwa. Halafu ghafla nikasikia amekufa. Nimemfahamu ndani ya miaka 15, lakini ndani ya miaka 15 sijawahi kuona yule ndugu amewahi kuvaa kiatu zaidi ya malapa, aende mjini malapa. Nikajaribu kuchunguza zaidi, kwa nini? Na ni namba moja, anauza nguo kwenye ofisi zake, lakini anauza vitu vingine. Sasa nikashindwa kwa nini, nikagundua huyu mtu ana mali lakini amewekewa agano la madhabahu, uwe nayo lakini usifurahie. Kuna sababu gani? Si afadhali ubaki kuwa bila nayo kuliko unakuwa nayo alafu inakutesa, unakuwa mtumwa, alafu amekufa hakuchukua chochote. Sio kama ninachosema kwamba madhabahu inaweza ikakufunga na ikatesa maisha yako. Sasa kwenye huu mstari ambao tumeusoma, anasema akamjengea Bwana madhabahu. Noa alipotoka kwenye gharika, narudia tena kitabu cha Mwanzo 8:20, Noa akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama madhabahu. Ili iwe madhabahu lazima iunganishwe na agano. Tunajifunza kwanza madhabahu ni nini. Madhabahu ili kamilike kuwa madhabahu lazima iunganishwe na agano la damu. Sasa kama ni madhabahu ya Mungu aliye hai, tayari damu ya Yesu imetuunganisha kwenye ile madhabahu. Lakini kama ni madhabahu ya miungu, lazima miungu ishirikishe damu ya watu ama damu ya wanyama. Ni lazima kuna namna anafanya ili madhabahu. Kwa hiyo Noa alipotoka kwenye gharika, anatengeneza madhabahu itwaye madhabahu ya shukrani, madhabahu ya agano. Hii madhabahu ambaye Noa anaijenga ni madhabahu atakayetumia kumtolea Mungu sadaka ya kumshukuru kwa sababu ya kumtoa kwenye gharika. Lakini namba 2, anatengeneza madhabahu ambaye Mungu ataizungumzia ili afanye agano na yeye. Kwa hiyo madhabahu inatumika Mungu kufanya agano na watu, lakini madhabahu inatumika shetani kufanya maagano na watu wake. Naomba uelewe pande mbili. Kwa tunapozungumza madhabahu, tunazungumza eneo ambalo linatumika kwa kutolea sadaka. Tunazungumza eneo ambalo linatumika kutolea matamko, linatumika kuzungumza kitu. Kumbukumbu la Torati sura ya 16. Sura ya 16. Rapa kesheketala maribikiso mapalabakosa tala maribizai. Mstari wa 21. Kumbukumbu la Torati 16, kwanza ule mstari wa 21. Usipande mti wao wote kuwa ashera kwako,
kando ya madhabahu utakayomfanyia Bwana Mungu wako. Kwa lugha nyingine anazungumza nini? Kwamba kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai usichanganye na madhabahu nyingine ama ishara nyingine ya madhabahu tofauti na Mungu aliye hai. Wagalatia anaandika, anasema Mungu adhihakiwi. Yaani huwezi kumchanganya Mungu na miungu mingine. Mungu ana wivu, hujawahi kuona. Anasema mimi ni Mungu mwenye wivu. Kwa huwezi kumchanganya Mungu na miungu mingine. Lazima Mungu abaki kuwa Mungu, na ndio sababu Joshua anawaambia watu, okay, kwenye swala la kuabudu fanyeni maamuzi. Kama ni Mungu mtamwabudu aliyewatoa Misri, ama kama ni miungu ya Waamori ambaye baba zenu waliabudu. Halafu maandiko yanasema wale watu hawakumjibu kitu, wakanyamaza. Ndio sana nasema utakapojenga madhabahu ya Mungu aliye hai, kando ya madhabahu ya Mungu aliye hai usiweke sanamu, usiweke chochote cha kuabudu tofauti na Mungu aliye hai, tofauti na hiyo madhabahu ya Mungu. Okay. Ule mstari wa 21, 22 nasema wala usisimamishe nguzo ambayo Bwana Mungu wako alichukia au anachukia. Oh my God. Angalia kitabu cha Kutoka 24. Kutoka sura ya 24. Na mstari ule wa 4 na hata ule wa 6. Basi Musa akaandika maneno yote ya Bwana, akaondoka asubuhi na mapema, akajenga madhabahu chini ya mlima na nguzo 12. Maana yake madhabahu inahusisha ukoo. Ndio sababu anasema akajenga kwa mawe 12. Maana yake makabila 12 ya Israeli, kila kabila liliunganishwa kwenye madhabahu. Ndio sababu tukasema madhabahu ni kiunganishi kati ya muabudu Mungu, muabudu madhabahu na ile madhabahu anayabudu. Tunakwenda pamoja. Alipojenga madhabahu ile kwa hizo nguzo 12 kwa hesabu ya kabila 12 za Israeli. Ukiteremka pale mstari mpaka wa 6, utaona alipokuwa akiwapeleka vijana. Lakini nasema ile mstari wa 6, Musa akatoa nusu ya ile damu akaitia katika bakuli, na nusu ile damu akainyunyiza juu ya madhabahu. Nilikwambia madhabahu haiwezi kuwa madhabahu pasipo damu. Sasa madhabahu tunayoamini leo ni madhabahu ya Mungu aliye hai, kwa sababu damu ya Yesu imefanya ile madhabahu iko hapo. Lakini kabla ya damu ya Yesu ilibidi kuhani ama yule anayeshughulika na madhabahu achinje mnyama ili amwage kwenye madhabahu kwa ajili ya dhambi za watu. Haleluya. Moja, nilikuambia kwamba madhabahu inafanya, lakini madhabahu ni kiunganishi. Madhabahu ni eneo la kutolea sadaka na kumwabudu Mungu, ni kiunganishi. Okay. Madhabahu inaweza kuwa ni chochote ambacho kabila lako ama familia yako ama ukoo wako imeamua kuifanya madhabahu. Madhabahu ni chochote ambacho kabila lako au familia yako ama ukoo wako imeamua kuifanya madhabahu wenyewe. Yaani wao wenyewe wameamua kuifanya nini? Madhabahu. Sehemu ya 3. Namba 3, nini kinachofanya madhabahu iitwe madhabahu? Kuna vitu kama 5 ambavyo nataka uvione kwa haraka. Madhabahu haiwezi tu kuitwa madhabahu. Kuna kitu kinachosababisha ile madhabahu iitwe nini? Madhabahu. Yaani kabla ya kuharibu madhabahu, umeshaona madhabahu ni nini.
Lakini okay, nini kinachosababisha madhabahu itwe madhabahu? Moja, ili madhabahu iwe madhabahu, kuna kitu kinachoitwa muonekano wa madhabahu. Muonekano wa madhabahu, iwe ni ya Mungu aliye hai, iwe ni ya mashetani, kuna kitu kinachoitwa muonekano. Hebu tupite kwenye maandiko kwanza kidogo, alafu turudi kwenye mifano. Kutoka sura ya 20 mstari wa 24. Sura ya 20 mstari wa 24 anasema, utafanya madhabahu ya udongo. Utafanya madhabahu ya nini? Ya udongo. Na utatoa dhabihu zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, na kondoo zako na ng'ombe na kila mahali. Anasema ili pate kuwa ukumbusho. Sasa tunataka uone kwanza, Mungu anamuongoza Musa, anamwambia utafanya madhabahu ya udongo. Ni maelekezo ya kufanya madhabahu. Kwa ili madhabahu iitwe madhabahu, kuna kitu kinachoitwa, nirudie, muonekano wa madhabahu kwa mbali. Okay. Tuje kwenye kabila letu. I think wakati nilikuwa nafanya uchunguzi, kabila letu na madhabahu kama 6-7. Moja ina madhabahu inaitwa jiwe la katikati ya boma. Jiwe la katikati ya boma, hiyo ni madhabahu ambaye kila anayeolewa na kila anayeingizwa kwenye tohara hawezi kuingizwa pasipo kuzungushwa kwenye ule mduara. Takueleza taratibu. Kwa hiyo kila anapoingia kwenye boma ya kabila langu, sio nataka kujua kabila langu ni lipi. Kila anayeingia kwenye boma, kwa wale ambao hawamjui Mungu, katikati ya boma liko jiwe limewekwa. Hiyo ni madhabahu ambayo ukigusa unaweza kupata shida ujaikuona. Ambaye wengi wanapobatizwa, kitu cha kwanza kinachotolewa ni hiyo madhabahu. Nasikia mtu, nimebatizwa kwa sababu nimekubali kutoa lile jiwe la boma. Inawekwa katikati ili kumuunganisha mke yule na mke yule na mke yule, na watoto wanapoolewa wanazungushwa pale, wanamwagiwa na pombe miguuni na vyovyote vile, halafu waende. Hiyo namba moja. Namba 2, tunazungumza muonekano wa madhabahu. Kuna madhabahu iliyoko makaburini iliyowekwa aina fulani ya mti ambao wanaweka kwenye mipaka, huko wanaita makaburini, lakini tafsiri nyepesi ni maeneo ya mfu, maeneo ambayo watu wamekufa. Endapo watataka kutambika, kuchinja, aidha kwa sababu ya maombi ya familia yao, huwa wanaenda kuchinjia karibu na pale, na watakapomaliza kuchinja watachukua baadhi ya nyama wataweka mle katikati ya zile majani. Majani gani? Tafsiri yake Kiswahili sijui. Sasa niongee lugha ya watu. Wataweka. Na lile jani limejengewa imani sana. Siku hizi hawapendi sana lile jani kuweka kwenye makaburi ya Wakristo. Kuna mahali nilienda kuzika, mtu mmoja akaja na akasema, "Mbona toa miungu ya wapagani kwenye kaburi letu." Alafu ikatafutwa jani lingine likawekwa. Maana ukiwekewa lile jani inamaanisha wewe ni mpagani, ndio walikuwa wanaekaga. Okay. Hiyo ni ya pili. Ya tatu, kuna mti, na sana sana wanapenda ule mti unaoitwa mkuyu, huo ndio utaja. Maana wanaita ni mti wenye mikono. Kwa lugha nyingine wanasema ni mti wa Mungu. Huo ni muonekano. Kwa ukiona ule mti ujue ni muonekano wa nini? Wa madhabahu. Nazungumza muonekano kwamba madhabahu ili iwe madhabahu ina kitu kinachoitwa muonekano wa madhabahu. Namba 4, kuna Mungu mweusi. Kabila letu la Mungu mweusi. Hamjawahi kumsikia? Mmewahi kumsikia? Na huyo Mungu mweusi anakunywa mpaka maziwa.
na huyo Mungu mweusi anaomba mpaka watoto. Sasa wewe, sijui kama unaelewa ninachosema mpendwa. Unasikia kabisa wakisema Mungu wetu mweusi tupe watoto. Sasa mimi sijui namna gani. Sasa kama ulipatikana kwa Mungu mweusi, sijui tukuweke wapi? Sijui tukuweke wapi? Maana nimkuta mwingine anaitwa sikujua Sikitu. Nikamuuliza kuona aitwa Sikitu. Yule mama nikamuuliza kwa nini umemuita mtoto wako Sikitu? Akasema kwa sababu naliomba kwa miungu ya kwetu. Alipozaliwa alikuwa si chochote. Kwa hiyo maisha yule mtu akaendelea kuteseka. Kwa nini? Amepewa jina si chochote. Sawa, ameokoka, lakini miungu ya sio chochote inamcontrol. Kwa hiyo unaweza ukaokoka sawa, ukamwamini Kristo kama na Mwokozi, lakini kama hujashughulika na miungu itakutesa, itakusumbua. Alafu namba nyingine, kuna miungu inaitwa miungu ya mababu waliokufa. Kama hujui kuona kweli, niliona wakati wa mavuno wanachukua chakula kile cha kwanza kabla hajala, wanaanza kusema Mungu aliye juu na huyu Mungu aliye chini. Sasa hatuna Mungu aliye chini sisi. Wanashirikisha na kile chakula. Hiyo ni madhabahu. Sasa okay. Kwa hiyo madhabahu ni muonekano. Ndio sana nasema hivi, utafanya madhabahu ya udongo. Kwa ukishaona kile kilima fulani, ule mti fulani, uelewe ule mti mkini kuna madhabahu. Kuna mikoa kwenye nchi yetu, wakati watengeneza barabara walipojaribu kutengeneza mabarabara, kuna mahali wanafika wazee wanagoma, wanasema huu mti hautolewi. Wanagomea serikali kabisa, haitolewi. Okay, sasa kwa sababu serikali haina dini, inabidi waongea na wazee. Kwa nini? Na wakifanya kiburi kupitisha magreda yanakataa. Kwa nini? Miungu haitaki maendeleo. Kuna mkoa mmoja nimeenda, barabara nyembamba kweli, alafu kuna miembe katikati ya barabara. Wewe unafikiri ni urembo? Nikauliza aliyekuwa ananibeba, kwa nini barabara na mji ni mzuri umekataliwa kupanuliwa? Akasema wazee wa mji walisema isikatwe miembe. Kwa hiyo unashindwa kupishana na gari nyingine. Yaani maana yake kuna roho ya miungu isiyotaka maendeleo katikati ya mji. Kwa katikati ya mji unaotesha miti ya wapi? Sasa ingine hata kianguka inaangukia kwenye nyumba. Sasa nini cha kufanya? Wanatokea watu wanaoitwa watu wenye ujuzi wa hekima na maarifa, inabidi wakaongea na wazee, na kuna namna wazee wanaongea ili kuzungumza na ule mti ama na madhabahu ile, kuna namna wanaanisha. Na serikali kwa sababu haina dini, saa nyingine wanaweza wakatoa fungu wakaambia ukechukueni nihamisheni madhabahu yenu. Wakihamisha madhabahu yao, greda ikipita haina shida, lakini fanya makosa kabla madhabahu ya watu kuhamishwa. Unaweza ukakanyaga breki karuka. Juzi kuna nchi nilikuwepo, ile daraja limetengenezwa mara 13. Walinipeleka kutembelea, mpaka wameita daraja la Mungu wa maajabu. Kwa nini? Huku kote kumetengenezwa. Walipofika kwenye daraja, kila wanapotengeneza daraja, baada ya siku 3 wanakuta imetitia. Wamejaribu makandarasi 12. Kwa hiyo ikafika mahali wakaamua kuchepusha, wakaacha ile njia ambayo ilikuwa ipitwe, wakaacha ile kisehemu. Sasa ndio nikauliza kwa nini? Wakasema miungu imekataa. Na kwa sababu wale waliokuwa wanajenga nao walikuwa na kiburi, hawakutaka kukubaliana na madhabahu ile, wakasema ni bora tukachepushe barabara sehemu nyingine, lakini sio hapa. Lakini wamepata gharama, maana kila wanapotengeneza wanakuta imeharibika. Kinachoharibu hawajui. Wameweka walinzi. Huwezi kuweka walinzi juu ya mashetani, maana hawaonekani. Hiyo ni kitu kinachofanya kazi kwenye ulimwengu wa roho. Hata ukilala macho unashangaa tu wameingia ndani. Sio ukasema leo nitalala macho ili wasije, watakuja. Ulinzi wako ni Mungu peke yake. Haleluya. Kwa hiyo
ili kinachofanya madhabahu iitwe madhabahu ni kitu kinachoitwa muonekano wa madhabahu. Sasa nimekupa saini kidogo kidogo, unaweza ukaona kwenye kabila lenu kitu fulani, alafu ukajua kwa nini hiki kitu kinang'ang'aniwa sana hapa. Saa ingine unataka kufanya maendeleo, watu wanang'ang'ana usitoe ile kitu hapo. Saa ingine ni mgomba, wacha nitoe mgomba, alafu unasema usikate mgomba, babu na babu na babu na hapo lazima kuna kitu natakiwa ushughulikie. Haleluya. Okay. Namba 2, ili madhabahu iitwe madhabahu, madhabahu ina kitu kinachoitwa makuhani ama kuhani wa madhabahu. Kuhani ama makuhani. Andika zote mbili, kwamba madhabahu ina kuhani ama makuhani. Hakuna madhabahu inaweza kuwa madhabahu kama haina kuhani. Kuhani kazi yake ni nini? Kuhani kazi yake ni kusimama kwa ajili ya hiyo madhabahu, kama ni ya Mungu aliye hai, kama ni ya miungu, lakini kuhani lazima awepo. Kitabu cha Waibrania mlango ule wa 5. Waibrania mlango ule wa 5 na mstari ule wa 1 anasema, maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya mambo ya muhusuo Mungu. Sasa inategemea ni Mungu yupi, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi zao. Sasa madhabahu ya mashetani ina kuhani wao. Ukienda kwa wale wanaolaani, au kwa lugha nyingine wale ambao wako kwenye eneo la kupasua viungo, niliwahi kukuambia anayepasua chungu moja hatakiwi kuwa na watoto au hatakiwi kuwa na mke. Lakini mbaya zaidi huwa wanatumia mkono fulani. Sasa sitaki kutaja huo mkono, maana pengine ndio wako. Halafu namba 2, anavaa kiatu kimoja. Ukitaka pita kwenye mtandao uone kuna wazee fulani walikuwa na laani watu fulani, walitembea na kiatu, walikuwa kama 4 hivi, warika tofauti. Walipofika pale, walipomaliza ule mduara, ndio wakavaa kiatu. Sasa sikiliza, wakati huyu anapasua chungu, anatembea bila viatu, anatamka yale maneno, hao tunawaita makuhani wa hiyo madhabahu, ambaye ndo aliyopewa ruhusa. Kwenu kuna kuhani, aidha babu yako ndio aliyekuwa mchinja sadaka ya mizimu, hakuna mtu mwingine anayechinja, babu yako. Kwa hiyo alikuwa kuhani wa madhabahu ya kwenu. Bibi yako ndiye alikuwa kuhani wa uchawi, bibi yako. Chikana ndio vizuri. Kwa ina maana ukoo wa kila mtu una kuhani, ambaye kazi ya kuhani anasema amewekwa kwa ajili ya wanadamu. Kwa hiyo hata ukoo wenu imemweka huyo kwa ajili ya wanadamu. Sasa inategemea ni kuhani wa Mungu yupi. Lakini ili madhabahu iwe madhabahu, madhabahu ina kuhani, ambaye kazi ya kuhani ni kushughulikia ibada ya hiyo madhabahu, kulinda. Kwa sababu kuna wazee kwenye familia wa saa nyingine ukigusa habari ya Mungu wao wanakasirika, ijawe kutokea. Si makosa yao, wamepewa kiapo cha kulinda madhabahu kama makuhani. Kwa hiyo lazima ujue madhabahu ina makuhani. Kwa hiyo hata unapotaka kuharibu madhabahu lazima ujue kuhani wake ni nani. Haleluya. Unaweza ukasoma Samuel wa kwanza mlango wa 5. Unaweza ukasoma Wafalme wa kwanza mlango wa 18:25. Madhabahu ya Bahali ilikuwa na makuhani. Namba 3, madhabahu ina washirika. Hii ni muhimu sana kuelewa.
Ili madhabahu iitwe madhabahu, lazima iwe na washirika. Madhabahu ya miungu, madhabahu ya Mungu aliye hai. Sasa inategemea madhabahu ina washirika. Wale ambao wanafanya madhabahu iitwe madhabahu wanaitwa washirika. Ukisoma kwenye kitabu kile cha Wafalme wa Kwanza mlango wa 18 mstari 21, utaona washirika wa madhabahu ya Baali ambaye Elia aliwaua, na ikampa Yezebeli hasira kweli kweli, na akasema, kesho panapo wakati kama huu miungu yangu itafanya na kuzidi nisipoikata kichwa chako. Elia aliposikia hayo maneno ya kwamba miungu atafanya na kuzidi, akatoroka. Kwa nini? Amewaua washirika wa madhabahu. Lakini ukisoma kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 6 mstari wa 26, na hii ni muhimu sana nisome kwa faida ya wale ambao hawana Biblia. Waamuzi ile sura ya 6 na mstari wa 28, kumbuka tuko namba 3. Sasa anasema hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali imeondolewa na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? 29. Washirika wamekasirika kweli kweli. Walipoamka asubuhi na mapema, sijui kama unamkaga asubuhi na mapema, wakakuta madhabahu yao haipo. Wakasema, nani aliyefanya hii kazi? Nani aliyeharibu madhabahu ya kwetu? Shida ikaanza kutokea, wakasaka. Kwa hiyo madhabahu ina washirika. Namba 4, kinachofanya madhabahu iitwe madhabahu ni sadaka au kafara. Pasipo sadaka hakuna madhabahu. Kwa inamaanisha kweli kama wana madhabahu ya ukoo kuna sadaka walizokuwa wanatoa, na kama kuna madhabahu ambayo ilikuwa inatolewa sadaka kwa miungu, hiyo madhabahu usipoiharibu itakutesa. Na ndio sababu kuna wengi sana ambao wamebarikiwa waliokoka, lakini ukifika kwenye swala la kumtolea Mungu, kiwango cha kumtolea Mungu na kiwango cha kutoa kwenye mizimu huwa ni vitu viwili havifanani. Narudia. Namba 4, sadaka au kafara inaunda madhabahu. Kutoka sura ya 20 ule mstari wa 24 na Zaburi 106 mstari wa 36 hadi 38 na Wakorinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 20. Namba 4, madhabahu ina kitu kinachoitwa walinzi. Walinzi, kuna walinzi wa madhabahu. Kwa unapotaka kuharibu madhabahu ni vizuri kugundua kila madhabahu ina walinzi wake. Iwe ni madhabahu ya Mungu aliye hai, iwe ni madhabahu ya miungu. Kwa hiyo usije ukaharibu tu madhabahu kwa sababu unaharibu. Lazima ujue nguvu ya walinzi, yaani wanaosimama kuitetea ile madhabahu. Ninyi mnafahamu kwenye kabila fulani jinsi ambavyo walinzi wanailinda ile madhabahu yao. Ukienda kinyume na hiyo madhabahu wanakushughulikia kwa namna ya ajabu sana. Unaweza ukasoma kwenye kile kitabu cha Waamuzi sura ya 6:30 mpaka 31 na Wafalme wa kwanza mlango wa 18 mstari wa 20 na Wafalme wa kwanza mlango wa 19 mstari wa kwanza na wa pili. Isaya 62 mstari wa 6. Naomba usimame kwa miguu yako.